Simba. Kwa jina naitwa Hussein Simba. Katika ajenda hii ya mapato na matumizi, katiba yetu inatutaka tuletewe ripoti ya mapato na matumizi yaliyokaguliwa na chombo cha ukaguzi kutoka nje ya Simba. Lakini kila mwaka toka Mangungu umeingia madarakani, anakuja mhasibu kutusomea ripoti ya mapato na matumizi badala ya chombo kutoka nje ambacho cha ukaguzi ambacho kinatakiwa tukipitisha sisi wanachama, lakini hujawahi kwanza kutuletea hicho chombo na hatujawahi kuletewa ripoti ya matumizi ambayo yamekaguliwa. Sasa kwa uvunjifu wa katiba ambao mimi nimewashtaki baraza la michezo, nimewashtaki BMT, na hapo kuna mwakilishi wa BMT katika hili, naomba ulizingatie. Kuna naibu waziri wa michezo, naomba ulizingatie swala hili. Sasa swali kwako mwenyekiti wa Simba Sports Club Bwana Mangungu pamoja na wajumbe wote hapo mbele, je, mnatosha kuendelea kuiongoza Simba kwa ukaidi kama huu? Asante sana na kushukuru kwa maelezo yako. Tatizo ulilonalo wewe ni kwa kuwa na tatizo la Mangungu, tutakutana kwenye uchaguzi. Asante, tunawashukuru kwa hoja hiyo. Tunaenda kwenye hoja inayofuata. Haya, umesikia hiyo hoja? Haya, Simba, tunaomba tusikilizane. Hoja imewasilishwa na kwenye katiba ambayo kuhusu upitishwaji wa hesabu za fedha hayako kwa mwenyekiti wa klabu peke yake, ni bodi ya wakurugenzi na bodi na mwenyekiti wake. Haya, tuendelee. Mtu wa fedha. Asante mwenyekiti, lakini tunaomba tusikilizane. Mtoa hoja anawasilisha majibu. Nilikuwa naomba nitoe ufafanuzi kwenye hiyo hoja ya auditor, alafu tutaendelea. Kikao cha bodi kilichopita kilimteua auditor ambaye ni independent auditor, kilimteua na kuweza kuanza kazi, lakini katikati ya kazi yule auditor akawa amejitoa. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye kuhakikisha hesabu, hatuwezi kuacha kuwapa hesabu kwa sababu auditor amejitoa. Lakini kwenye kikao kijacho na transformation ikiwa imekamilika, auditor atakuja atateuliwa kwenye mkutano mkuu, kwa sababu mkutano mkuu ndio wenye mamlaka ya kuweza kumteua mkaguzi wa hesabu za Simba Sports Club. Kwa hiyo mtakuja kumteua hapa ndani na hesabu zitakazokuja atakuja kuwasilisha mwenyewe. Auditor ambaye alipendekezwa na board hakuweza kuendelea na kazi kama ilivyopendekezwa. Tumetangaza nafasi ya auditor tena. Kwa hiyo tutatangaza, na kama kuna mtu ana mapendekezo awasiliane na management, tumwasilishe ili tuje kumthibitisha. Simba, mara baada ya auditor ambaye alikuwa amependekezwa kurudisha fedha katikati ya ukaguzi, tulifanya mashauriano ya kutangaza nafasi hiyo, na tayari makampuni matatu yameweza kuwa shortlisted kwa ajili ya kuendelea na utaratibu huo. Kwa hiyo tutafanya hayo na kuwataarifu kadri tunapopokea. Asante. Nadhani tayari. Asante.